Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 5 2025. So hii asubuhi inatembea moja kati ya clip ambayo Harmonize amejitokeza hadharani, lakini pia alishare bana kupitia kwenye Insta story yake pale na kutupa mchongo mzima ambao unaoendelea hivi sasa kati yake yeye na msanii ambaye alikuwa anamiliki Ibra ama Chinga. So Harmonize amefunguka mengi sana, hususan lile swala la BASATA, lakini pia swala la kuonekana kama Ibra alimuita chumbani kwake bana akafanya mazingira fulani vya upididi, lakini amezungumzia ni kwa nini Ibra anahitaji kulipa bilioni 1 kama fidia ili aweze kuondoka pale Konde Gang ama Konde Music Worldwide. So Harmonize huyu hapa anafunguka kwa mara ya kwanza kabisa kupitia hapa Info Plus Media ya Story Code. Mambo vipi? This is Konde Boy Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa address hili jambo linalohusu mdogo wangu Chinga. Kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye label akawa independent artist. Na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu wish all the best. I got you back all the time as usual. Kachini na viongozi wa Konde Gang, video contract, finalize morning mnafanyaje. Contract inasema endapo atataka kuterminate na ku-own master, kununua ku-own master. Kisema master anamaanisha catalog, the whole entire catalog. Nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya mimi ili ziwe za kwake lifetime. Hizo zinaingiza pesa kwake lifetime. Inatakiwa alipie kuzinunua hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign 4 years ago na kampuni ya Konde Music. Hayo ndio ilikuwa ni mazungumzo na lakini sijui nini kimetokea kwake baadaye. Akaja kusema kwenye social media kwamba nimemdai kiasi cha bilioni 1. Nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni 1 na nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. I did my best. I wish him all the best. Nampenda sana, supporteni sana. He's an independent artist from now on. Nikiwa naongea promoters mkiwa na show mwiteni fanye pata risk aisaidie familia yake. Even though lengo tupate risk wote kama ilivyo mwanzo, as you know, ni biashara na tulikuwa tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza kufanikisha kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Chinga, kina Angela, Kili Chidi walikuwa kina Country Boy, na wao wote waliondoka hakuja kuwa na matatizo yote, na wote wana own masters zao na for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye malalamiko ya kudaiwa. So that's how we live by lifting each other. Lakini pia speaking of BASATA, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga sikutegemea kama angeweza kufika BASATA baada ya sana na suluhisho. Niliomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi wa BASATA kuona wanapataje mwafaka, lakini wakaniambia so far nisingeweza kuyashare sasa hivi. Mimi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe. Sikuona hiyo haja ya kutengeneza kadhia, sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka. So as I said, my decision was aende akafanya muziki wake na make sure mnamsupport pia. La mwisho kama sikosei, speaking na kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemuita chumbani, nilikuwa sijui nimeambia mtoe mama yake mzazi. It's sad, na sio kwamba sijui how it's tarnish image, na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinganyea mkono huwezi kukata, utafanyaje? First nimemwachia Mungu, second nimemsamehe, na mwisho namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake. Kiona kuna tija sawa, kiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo,
sawa, lakini pia anastahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Kwa ikimpendeza basi kwa wakati wake inshallah aseme aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa. Naamini itamuongezea baraka zaidi na atafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa. Na yeye ni my brother na si ataendelea kuwa my brother. Konde Gang nyumbani kwake because Konde Gang made him. Kwa hiyo wish him all the best. So kwa kusema hayo, nashukuru sana kwa kuendelea kuisupport Konde Gang. Nashukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja. And thank you so much for your time watching this. And Konde Gangs for everybody. This is Konde Boy. All love. Of course kwamba ni maneno ya busara ambayo Harmonize ameyazungumza kwenye engo zote tatu, kujua sababu ni nini Ibra anahitaji kuondoka pale Konde Gang, lakini pia ile issue ya kuonekana kama Ibra aliitwa na Konde Boy Harmonize chumbani kwake and then wafanye mazingira ya upididi, lakini issue ya kuto kuitikia wito Basata mikaje na yote yapo ameyazungumza Harmonize. So design kama mshikaji hivi anahitaji play fair na maneno fulani venye ukarimu sana, na inaonyesha dhahiri shairi kama yeye hahitaji kuwa na shida na mtu yoyote ile pale, sio kwa mashabiki wa Ibra, sio kwa mashabiki wa Harmonize, lakini pia sio kwa mashabiki wa mziki kinamna moja ama nyingine. Wewe nini komenti yako kwa kile kitu ambacho kinachoendelea, hususan hiki Harmonize ambacho amekizungumza? Acha komenti yako hapo chini kwenye uwanja wa comment, lakini pia kama bado haujasubscribe channel yetu, bonyeza neno subscribe, baada hapo like, share, comment. Tuendelee bana kupeana michongo mingi ya story code ya stories za burudani kama hizi hapa hizi. As you know my name inaitwa Elodie Icon. Enjoy my man. Next time. Bye bye.